Sasa hii Miconazole kuna ya kupachika kama hii. Alafu kuna ya kupaka ambayo ndio hii. Hii ni ya kupaka. Sasa namna ya kupaka ni ile unatumia zile applicator. Kama unavyoona hapo imeandikwa hii ni broad spectrum. Ukisema broad spectrum maana yake kwamba ina uwanda mpana zaidi wa kutibu aina nyingi za fangasi. Hii ni Miconazole yenye strength ya 2%. Kwa hiyo tube yake inakuwa namna hii. Hii ndio tube yake. Kama unavyoona ni vaginal cream, Miconazole vaginal cream. Ni clotimazole. Hii ni ya kupaka ambapo pia inapakwa kwa kutumia applicator maalum. Hii applicator ambayo inakuwa kama kibomba fulani. Kwa kibomba chenyewe kinakuwa namna hii. Pia unavuta huku kisha fungua, unavuta. Baada ya hapo unakuwa unafanya kama unafunga hivi. Acha niweke mfano hapo ili tupate kuelewana vizuri. Sawa. Unavuta namna hii. Vile unavuta namna hii. Baada ya kuvuta unafanya kama unafunga hivi. Unafanya kama unafunga hivi. Hapa namna hii. Vizuri kabisa. Alafu unakamua dawa ikifika maeneo kama haya hivi tayari unaweka hii pembeni, alafu unajiingiza tena ukeni. Kisha jiingiza kama kawaida, unarudi unapata kupush hii. Unapush. Ukipushi unakuta huku inakuwa namna hii. Sasa ile dawa inakuwa imedondokea ndani, kwa hivyo unakuwa tayari umeshapaka. Kutoka hapo unasafisha vizuri kwa ajili ya siku inayofuata. Na hii pia inatumika usiku hadi usiku, kwa muda wa siku. Ukifungua hapo utaonyesha. Ukifungua hapo unavuta kama hivi. Kama hivi. Kwa hii kidonge unakuwa unakipachika hapa kidonge. Unapachika hapa. Sasa ukishapachika hapa kidonge, wakati umevuta namna hii unajiingiza ukeni. Kisha jiingiza ukeni at least ikifike urefu kama huu, urefu wa kidole chako cha kati. Alafu unakuja unapush hii. Sasa ukipush hii unakuta kuna kitu kanasogea hapo. Sasa hii inasukuma ile kidonge na inakuwa imedondokea ndani, kwa hivyo unakuwa tayari umeshaweka. Kutoka hapo unasafisha hii na maji na sabuni vizuri, unakunguta ili ikae kavu. Kwa hivyo utakuja kutumia tena siku inayofuata. Hivyo dawa hii inaitwa tumesema inaitwa Candestat, lakini hii ni jina la kibiashara. Ila jina la dawa yenyewe ni Clotimazole. Hii ni Clotimazole vaginal pessaries, ambapo kuna vaginal cream yake ambayo ndio inakuwa ni hii. Na hii ziko za kampuni tofauti. Hapo nimewekea tu mfano hii, lakini ziko hizi ndio za kumeza. Lakini iko ambayo na uwezo mkubwa kuliko hizi zote. Hii ni antifungal yenye uwezo mkubwa. Inatumika kwa fangasi za ukeni kwa maana ya wanawake, lakini pia kwa fangasi za sehemu nyingine ya mwili na kwa rika zote, wanaume, wanawake, wa umri wote, kuanzia hadi watoto kabisa. Hii inaitwa Itraconazole. Kama unavyoona hii ni Itraconazole, na kama unavyoona hapa ina miligramu 100, lakini uwezo wake ni mkubwa kuliko zile zote. Yaani hii ina uwezo mkubwa kushinda hata ile yenye miligramu 200. Ambapo box yake inakuwa namna hii. Lakini ziko za makampuni tofauti. Hapa nimeonyesha mfano tu. Kama unavyoona hapo Itraconazole. Itraconazole miligramu 100.
ambapo sasa hii namna gani atatumia hii pamoja na hii fluconazole miligramu 200, anatumia kidonge kimoja kila siku kwa kati ya siku 7 hadi 30. Lakini pia hii itraconazole hivyo hivyo. Katika kundi hili za kupaka ni hizi, lakini inaweza ikawepo za kampuni nyingine tofauti, lakini za kupachika kama nilivyokuonesha ile ya mwanzo, kuna ya kupachika pia nyingine ambayo ni hii. Sasa hii ina uwezo mkubwa kuliko hii. Yaani inamaanisha hii box lake ndio hili hapa. Hii inaitwa Gynex. Jina la kibiashara inaitwa Gynex. Yenyewe ina mchanganyiko wa dawa mbili kwa sababu ina metconazole, ipo fluconazole ya miligramu 200 kama unavyoona hapo. Hii ni fluconazole ya miligramu 200. Kama unavyoona hapo, hii ni fluconazole 200 mg. Namna hiyo. Sasa hii inaweza ikawa katika formulation tofauti. Nisema formulation inamaanisha muundo tofauti. Inaweza ikawa ya capsules, kwa mfano kama hii ni capsules ndio iko hivi. Hii ni fluconazole ya miligramu 200. Mpenzi mtazamaji, karibu katika channel yetu, na leo tutapata kujifunza kuhusiana na dawa za kutibu fungus kwa wanawake. Dawa za kutibu fungus kwa wanawake. Wanawake wengi wamekuwa wakisumbuliwa na shida ya kutokwa na uchafu mweupe ukeni, lakini pia na miwasho ukeni na sehemu za siri. Kwa bahati mbaya sana, walio wengi huwa wanachanganya shida hii na matatizo mengine kama vile UTI na PID na hali zingine. Sasa experience hali ya kutokwa na uchafu mweupe alafu ukawa unaambatana na miwasho, nikisema uchafu mweupe na maanisha wa hali kama hii hapa, ambapo unakuwa kama maziwa mgando hivi. Na hali kama hii inaweza ikawa inatokea, yani unatoka kabisa wenyewe, au unapata labda wakati wa tendo, labda inapata kubakia kwenye ile kitu ya mwanaume, au muda mwingine labda umekaa tu ukapata kama kitu kimekutoka hivi, kama maji yametoka, ukienda kuangalia kwenye panty au kwenye nguo ya ndani unakuta imebakia kama hivi. Sasa hii huwa ni fungus. Mwanzo inaweza kuambatana na miwasho, lakini baadaye inaweza ikawa tu uchafu unatoka, unabakia tu uchafu wenyewe. Sasa hii isipotibika kwa wakati au usipopata matibabu sahihi, inaweza kapelekea kufikia kwenye hatua ambayo inaitwa PID. Sasa tuachane na habari za PID, turudi kwenye kiini cha somo letu kwamba dawa ambazo zina uwezo mkubwa wa kutibu tatizo la fangasi kwa wanawake, iwe unasikia kwa nje au kwa ndani, kwa maana ya ndani ya uke. Sasa wanawake wengi wamezoea kupata dawa zile za kupaka ukeni au za kuinsert au wenyewe huita za kupachika. Sasa nitoe angalizo tu hapo kwamba kutibia fangasi inahitaji ustahimilivu, kwa sababu dozi yake kama tatizo lina zaidi ya wiki, dozi yake basi ni sio chini ya siku 30. Hizo ni dawa za kumeza, sio chini ya siku 30. Lakini hizi dawa za kupaka na dawa za kupachika zenyewe huwa ni kati ya siku 3 hadi siku 14, inategemeana na stage gani huyo mgonjwa amefikia. Sasa nianze na, tutaweka hapa katika makundi mawili. Tutaweka kundi la kwanza ni dawa ambazo zenye uwezo mdogo, na kundi la pili ni dawa ambazo zina uwezo mkubwa. Sasa hizi zenye uwezo mkubwa ni kwa ajili ya yule mtu ambaye ana tatizo hili kwa muda mrefu, au hata kama sio muda mrefu lakini linapata kuathiri kwa kiwango kikubwa. Sasa kundi la awali au kundi la kwanza kwa yule ambaye
hajapata kuathirika sana, anatumia tu dawa za kawaida. Kama zikiwa za kupachika, basi anapata kutumia kama hii ambayo ni Candistat. Hii Candistat ni pessaries ambayo inakuwa vidonge 6, ambayo anakuwa anatumia kidonge kimoja kila siku, na dawa yake au dozi yake inakuwa ni usiku hadi usiku. Zinakuwa namna hii vidonge vyake. Sasa hizi zinakuwa 6 ndani yake. Unakuwa unatumia hii applicator, au tunaweza kwa Kiswahili sijui tuite ni cha kuwekea dawa. Hii ukifungua hapo tutaonyesha. Ukifungua hapo unavuta kama hivi. Kama hivi. Kwa hii kidonge unakuwa unakiweka, unakipachika hapa kidonge. Unapachika hapa. Sasa ukishapachika hapa kidonge, wakati umevuta namna hii unajiingiza ukeni. Kisha jiingiza ukeni at least kifike urefu kama huu, urefu wa kidole chako cha kati. Alafu unakuja unapush hii. Sasa ukipush hii unakuta kuna kitu kanasogea hapo. Sasa hii inasukuma ile kidonge na inakuwa imedondokea ndani. Kwa hivyo unakuwa tayari umeshaweka. Kutoka hapo unasafisha hii na maji na sabuni vizuri, unakunguta ili kae kavu. Kwa hivyo utakuja kutumia tena siku inayofuata. Hivyo dawa hii inaitwa tumesema inaitwa Candistat, lakini hii ni jina la kibiashara. Ila jina la dawa yenyewe ni Clotimazole. Hii ni Clotimazole Vaginal Pessaries, ambapo kuna vaginal cream yake ambayo ndio inakuwa ni hii. Na hii ziko za kampuni tofauti tofauti. Hapo nimewekea tu mfano hii, lakini ziko za kampuni tofauti tofauti. Kama unavyoona, hii ni vaginal cream. Jina la dawa ni Clotimazole. Hii ni ya kupaka, ambapo pia inapakwa kwa kutumia applicator maalum. Hii applicator ambayo inakuwa kama kibomba fulani. Kwa kibomba chenyewe kinakuwa namna hii. Pia unavuta huku, kisha fungua, unavuta. Baada ya hapo unakuwa unafanya kama unafunga hivi. Acha niweke mfano hapo ili tupate kuelewana vizuri. Sawa. Unavuta namna hii. Vile unavuta namna hii. Baada ya kuvuta unafanya kama unafunga hivi. Unafanya kama unafunga hivi hapa namna hii vizuri kabisa. Alafu unakamua dawa. Ikifika maeneo kama haya hivi tayari unaweka hii pembeni, alafu unajiingiza tena ukeni. Kisha jiingiza kama kawaida, unarudi unapata kupush hii. Unapush. Ukipushi unakuta huku inakuwa namna hii. Sasa ile dawa inakuwa imedondokea ndani, kwa hivyo unakuwa tayari umeshapaka. Kutoka hapo unasafisha vizuri kwa ajili ya siku inayofuata. Na hii pia inatumika usiku hadi usiku kwa muda wa siku 6 au ikumbukwe tuko katika kundi la kwanza ambalo tunasema hizi ni dawa za fungus lakini zenye uwezo wa chini. Ambapo tumekwisha angalia ile ya kupachika ambayo ni sawa na hii pia, tofauti ni kampuni tu. Hii pia inakuwa vidonge 6. Kila siku unatumia kidonge kimoja usiku kwa muda wa siku 6. Lakini pamoja na hivyo kuna dawa za kumeza. Sasa muda gani utatumia hii ya kupachika au ya kupaka na muda gani utatumia za kumeza itategemeana na userious wa hiyo tatizo likoje. Lakini kuna za kumeza ambazo ndio kama hizi. Hii imezoeleka na watu wengi sana. Hii ni Fluconazole ya miligramu 150 kama unavyoona hapo. Fluconazole miligramu 150, ambapo mgonjwa atameza kidonge kimoja kila siku
kwa muda kati ya siku 7 hadi 30, itategemeana na hilo tatizo lina muda gani au limeathiri kwa kiwango gani. Kwa box yake hii huwa inakuwa hivi. Hii ni fluconazole ya miligramu 150, lakini ziko za kampuni tofauti tofauti hizi fluconazole. Kuna kampuni nyingine ndio hii pia ni ya miligramu 150, na utaratibu wake wa kumeza ni ule kidonge kimoja kila siku kati ya siku 7 hadi siku 30, itategemeana na tatizo lina muda gani na limeathiri kwa kiwango gani. Okay. Acha na hiyo sasa, twende kwenye kundi la pili ambao tunasema hizi ni antifungal ambazo zina uwezo mkubwa. Hizi ni antifungal ambazo zina uwezo mkubwa katika kutibu fungus, sehemu za siri na ukeni. Ambao tukianza na za kupachika, kuna design hii hapa. Kumbuka ile ilikuwa ni Candestat ambayo ni clotimazole yenyewe. Ile tulioangalia ilikuwa na vidonge 6 ndani, ambavyo hivyo vidonge 6 kila kidonge kilikuwa na miligramu wapi wameandika. Okay, na miligramu 100 ni hapa miligramu 100. Sasa hii yenye uwezo mkubwa tayari ina double strength ya ile ya kwanza. Yenyewe kwanza ina vidonge 3, lakini kila kidonge kina miligramu 200. Kama unavyoona hapa miligramu 200. Kwa hivyo namna ya utumiaji ni vile hii pia ni ya kupachika. Ya kupachika kwa kutumia applicator yetu ambayo ndio hii, kama ile tu mfano wake. Kwa ndani yenyewe inakuwa namna hii, na hizi ziko za kampuni tofauti tofauti, kwa hiyo unaweza enda sehemu ukapata kampuni nyingine. Kwa kikubwa cha kuangalia ni jina la dawa ambayo ni clotimazole. Na kingine cha kuangalia ni strength ya dawa ambayo ni miligramu 200 kama unavyoona hapa. Kwa hivyo anatumiaje? Kati ya siku 6 hadi siku 14, inategemeana na severity ya tatizo na tatizo limekuwa kwa siku ngapi. Sasa hii ni kundi la pili ambalo tumesema ni kundi ambalo lina uwezo mkubwa, ambapo hapa unapata kwa aina nyingine ni hii ambayo hii ni miconazole, imezoeleka sana na watu wengi. Box yake ni hii miconazole. Hii ni jina la kibiashara, inaitwa Gynozo, lakini jina la dawa yenyewe inaitwa miconazole. Chapani hapa ni Kiarabu. Hapa ni Kiarabu imeandikwa, tutafute kwenye Kizungu ni hapa kama unavyoona. Sasa hii miconazole kuna ya kupachika kama hii. Alafu kuna ya kupaka ambayo ndio hii. Hii ni ya kupaka. Sasa namna ya kupaka ni ile natumia zile applicator. Kama unavyoona hapo imeandikwa hii ni broad spectrum. Ukisema broad spectrum maana yake kwamba ina uwanda mpana zaidi wa kutibu aina nyingi za fungus. Hii ni miconazole yenye strength ya 2%. Kwa hiyo tube yake inakuwa namna hii, hii ndio tube yake. Kama unavyoona ni vaginal cream, miconazole vaginal cream. Kama unavyoona hapo. Sasa katika kundi hili za kupaka ni hizi, lakini inaweza ikawepo za kampuni nyingine tofauti, lakini
za kupachika kama nilivyokuonesha ile ya mwanzo, kuna ya kupachika pia nyingine ambayo ni hii. Sasa hii ina uwezo mkubwa kuliko hii. Yaani inamaanisha hii box lake ndio hili hapa. Hii inaitwa Gynex. Jina la kibiashara inaitwa Gynex. Yenyewe ina mchanganyiko wa dawa mbili kwa sababu ina metronidazole pamoja na iconazole ndani yake. Kwa hiyo ina metronidazole kama unavyoona hapo na iconazole. Kwa hivyo hii ina mchanganyiko wa dawa ambayo iko humu, halafu ina dawa nyingine ya ziada. Kwa hivyo hii inakuwa ina manufaa zaidi. Lakini vipi kwa upande wa kumeza? Kwa upande za kumeza ambazo tunasema ni antifungal zenye uwezo mkubwa, kuna hii fluconazole. Ipo fluconazole ya miligramu 200 kama unavyoona hapo. Hii ni fluconazole ya miligramu 200. Kama unavyoona hapo, hii ni fluconazole 200 mg. Namna hiyo. Sasa hii inaweza ikawa katika formulation tofauti. Nisema formulation inamaanisha muundo tofauti. Inaweza ikawa ya capsules, kwa mfano kama hii ni capsules ndio iko hivi. Hii ni fluconazole ya miligramu 200. Fluconazole ya miligramu 200. Lakini muda mwingine utapata ya kampuni hii, lakini inakuwa miligramu 200, sio 150 kama unavyoona hapa. Kwa hivyo hizi zinaangukia kwenye kundi la antifungal zenye uwezo mkubwa wa kutibu fungus kwa wanawake, lakini inatumika pia hata kwa wanaume. Lakini kutokana na somo letu la leo tunaangazia kwa ajili ya wanawake, kwa maana ya sehemu za siri pamoja na ukeni. Kwa hivyo hizi ndio za kumeza, lakini iko ambayo na uwezo mkubwa kuliko hizi zote. Hii ni antifungal yenye uwezo mkubwa, inatumika kwa fangasi za ukeni kwa maana ya wanawake, lakini pia kwa fangasi za sehemu nyingine ya mwili na kwa rika zote, wanaume, wanawake, wa umri wote, kuanzia hadi watoto kabisa. Hii inaitwa itraconazole. Kama unavyoona, hii ni itraconazole, na kama unavyoona hapa ina miligramu 100, lakini uwezo wake ni mkubwa kuliko zile zote. Yaani hii ina uwezo mkubwa kushinda hata ile yenye miligramu 200. Ambapo box yake inakuwa namna hii. Lakini ziko za makampuni tofauti tofauti. Hapa nimeonyesha mfano tu. Kama unavyoona hapo, itraconazole. Itraconazole miligramu 100. Ambapo sasa hii namna gani atatumia hii pamoja na hii fluconazole miligramu 200, anatumia kidonge kimoja kila siku kwa kati ya siku 7 hadi 30. Lakini pia hii itraconazole hivyo kidonge kimoja kila siku kwa kati ya siku 7 hadi siku 30, au inaweza ikazidi hapo. Lakini pia inaweza ikawa na shadow tofauti, labda 1 mara 2 au 1 mara 3 au 2 mara 2, kufuatana na hilo tatizo limeathiri kwa kiwango gani, lakini huyo mtu ana hali gani zingine. Kwa mfano, kwa watu ambao wako katika riski ya kupata magonjwa haya ya fungus, wao regime zao zinakuwa tofauti, au dozi zao zinakuwa tofauti, kwa wao wanalazimika kumeza kwa muundo tofauti kidogo. Nitoe angalizo, dawa hizi zinaweza zikatumika zenyewe tu peke yake au zikaambatana na dawa zingine kufuatana na hali ambayo huyo mtu atakayokuwa nayo. Lakini pia hapa sisi tunachokifanya ni kutoa mwongozo tu, lakini kwa ajili ya matibabu kwa kina ni vizuri kufika hospitali. Experience hali ya tofauti, mwanamke labda anapata uchafu, unatoka uchafu mweupe kama mtindi,
ukapatwa, ni vizuri kufika hospitali ukakutana na mtaalamu wa afya au ukamconsulti mtaalamu wa afya aliyoko karibu yako. Ukimwelezea, yeye atajua kwamba hii shida aliyokuwa nayo kweli ni fungus au ni tatizo jingine, au ni fungus pamoja na tatizo jingine, kwa hivyo dawa gani sahihi utumie. Sasa usijichukulie tu dawa kaenda tu kwa kuwa umeona hapa tumeelezea, basi ukaenda tu pharmacy nipatie dawa fulani bila kujiridhisha ya kwamba kweli uko na shida hiyo ya fungus. Unaweza kutumia gharama kubwa kutibia kitu ambacho hauna. Sasa hiyo ni angalizo kwa wote. Mpenzi mtazamaji, hadi hapo tumefika mwisho wa somo letu la leo, ambapo tumeelezea dawa tofauti tofauti za kutibu shida ya fungus kwa wanawake, na hii ni sehemu za siri na ukeni, maambukizi ya fungus, sehemu za siri na ukeni. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare, na kama una swali lolote basi unaweza kutuuliza ili tupate kufafanulia kwa uwazi na kitaalamu kabisa kuhusiana na dawa hizi za kutibu fungus, sehemu za siri, lakini pia na ukeni. Fungus, sehemu za siri na ukeni.